Ukitembea katika masoko na mitaa ya jiji la Dar es Salaam, unakutana na shamra za wafanyabiashara wakionyesha mitindo mipya ya kanzu zilizoboreshwa kwa nakshi za kisasa, abaya zenye mvuto wa kipekee na mikono ya wasanii wa hina ikichora kazi za kuvutia zinazoakisi utamaduni wa Kiislamu. Wafanyabiashara wanasema kipindi hiki ni zaidi ya msimu. Sisi wafanyabiashara tunafaidika, kwanza ni kupokea watu kutoka sehemu mbalimbali, na pia sisi hapa tumejitahidi kuweka punguzo mwezi mtukufu wa Ramadhani na Idi yake. Kila mmoja siku ya Idi avae na apendeze zaidi. Imekuwa ni fursa kubwa sana kwetu kwa sababu uhitaji wa watu umekuwa mkubwa kulingana na mwezi wenyewe jinsi unavyotaka watu kuvaa stara. Kwa hiyo inakuwa haijalishi ni mtoto wa Kiislamu au wa Kikristo, lakini as long as ni la kustiri mwili, limekuwa na uhitaji mkubwa sana kwetu. Hina ni fursa, na hii ni fursa ya kibiashara, na vijana wengi pia tumejiajiri kwenye sekta hii ya urembo wa hina, na tunaweza kusema ni biashara kwa sababu hichi kipindi ndio kinaonyesha ukubwa wa hina na mahitaji kwa watu. Hata hivyo, nyuma ya mafanikio hayo kuna changamoto: kupanda kwa bei za bidhaa na ushindani mkali sokoni. Mara zingine hata sisi wenyewe tunaponunulia na wenyewe wanakuwa wanapandisha kwa sababu wanaona uhitaji unakuwa mkubwa, na hauwezi kukataa ukasema hapana sitaki, kwa sababu wewe pia una uhitaji wa kuuzia watu. Kwa hiyo mara zingine bei inakuwa kubwa, lakini pia mara zingine na sisi kwa biashara ndio tunaona kama fursa kwetu kidogo, ndio mwezi na sisi wa kunufaika kwa namna moja ama nyingine. Kwa wateja, mavazi haya na urembo wa hina si anasa, bali ni sehemu ya suna na furaha ya kusherehekea Idi, wakiamini kuwa kuonekana nadhifu na kupendeza ni sehemu ya kuenzi siku hii. Vazi la abaya ni stara kwa mwanamke yoyote yule, sio Waislamu peke yake, hata Wakristo wanavaa. Kwenye hili vazi, kwa mimi naona ni vazi ambalo linavutiwa na watu wengi kwa sababu jinsi wanawake tunavyopenda nakshi. Ukiwa umevaa vizuri, ukiwa umenukia, kwa sisi wanawake tunaona ile ni confidence yetu. Kwa hiyo vazi la abaya ni muhimu sana kipindi cha Eid na hata muda ambao sio Eid. Kanzu kwangu ni kama sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ile vazi alikuwa anapendelea kuvaa sana. Ndio maana na kwanza ni vazi zuri ambalo kila mtu akivaa anapendeza. Ndio maana tunalipendelea sana. Ni sikukuu kubwa kwa Waislamu, kwa hiyo lazima uwe nadhifu, na kanzu ni vazi ambalo linakufanya uonekane kuwa ni nadhifu. Hina toka enzi za mabibi zetu, tukiwa wadogo tunapakaliwa hina, tunawekwa hivi miguu na mikono, tunakesha tunaweka hivi mikono kwa ajili ya hina. Nowadays ndo tunapata kuja kama hivi masaluni tunachora hina. Ni sunna kuchora hina kipindi cha sikukuu za Eid Mubarak na siku za harusi. Kanzu, abaya na hina vinaendelea kubeba si tu urembo wa nje, bali simulizi ya utamaduni, imani na uchumi, vikifanya Idi kuwa zaidi ya sikukuu. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.